Kwa tayari ni kama tushaambukizwa, kuna jikuta kila mara utakapokwenda. Ni hata kama watu watakuwa wanasuasua vipi, lakini utawakuta wenyewe wanaendelea. Sasa hii imani ndio kama hivyo, ni kama virus. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwamba kijumla yote katika yote, naamini Mungu huwa na makusudi yake kutupeleka mahali popote, na tunakuwa tunahifadhi faida tunaipata, tunajifunza mengi, tunakuwa tunajua. Sasa wakati ungezekana kuna baadhi ya vitu tunakuwa kudanganywa, bwana kule Karatu, yaani kule kuna milima midogo midogo, kumbe kuna mikubwa. Lakini pia anaweza akawa anatoa sifa zisizo ndani na watu wa huko. Kwa hiyo kuzunguka kuna kule pia kuna vitu unakuwa umejifunza moja kwa moja. Mimi nimshukuru Mungu sana, lakini pia hata kwa moyo wa Pastor Timothy kwa vile ambavyo aliambia njoo huko. Ilikuwa ni wakati tunawasiliana nilikuwa kule Dodoma. Kwa jumla kumuita mtu kuishi naye, unajua mtu ambaye humjui, juu background yake na hujui labda vipaumbele vyake ni nini, inakuwa ni changamoto namna ya kuishi naye, kwa sababu wakati mwingine ukajua anakula nini na fanyaje. Kwa hiyo kuishi naye ni wewe ndio unakuwa umejiriziki. Kwa hiyo yote katika yote, mimi namshukuru Mungu kwa sababu imani imetutengenezea kuwa na uwezo wa kuishi mahali popote. Hiyo tu ndio ambayo namshukuru sana Mungu. Basi yote katika yote, na mimi ningeendelea kuongea na nimshukuru Mungu kwa ajili ya jana, nadhani tulianza juzi siku ya Jumatano, na jana ikaja Alhamisi, na leo tena ni Ijumaa. Title ni ile nataka tujifunze kwamba kwa nini tunakuja kwenye makongamano au kwenye ibada au kazi kubwa inayotufanya kukusanyika kwenye makongamano au kwenye ibada. Kazi yake ni nini? Kijumla kazi ya nania ya ibada nilisema ni kutupa maarifa. Ibada haitoi matatizo. Ibada inakupa maarifa ya kutoka kwenye matatizo. Hicho ndicho nilichoongea. Na nikafafanua pia kuhusiana na maombi. Kwa nini tuombe? Tunaomba ni baada ya vitu vya kawaida ambavyo huwa wengine wanavifanya aidha kwa uganga ndipo wanafanikiwa. Kuna baadhi ya mikoa mingine, mfano kama Moshi, nasikiaga Wachaga mara nyingi waliage Krismasi huko, lazima watarudi Moshi. Sasa kule hawaendi TV, lazima waenda kujisindika, wengine wanafanya vya kufanya. Hata sisi pia hapa tunapokuwa tumekaa hapa, si hatuna tumaini jingine, tunamtegemea Mungu. Ibada yenyewe inatupa maarifa. Maombi kazi yake ni kuhitaji msaada wa Mungu ufunike maisha yetu mahali popote tutakapokwenda. Na ukisoma kitabu cha mzee cha maombi mengi, anasema bila maombi mengi utajikuta utahangaika sana. Lakini pia kuna baadhi ya pointi amezitaja mule. Anasema kufanya mtu aliye na maombi mengi ufanye vingi kwa shabaha. Sisi tunaona vingi, utafanya biashara imeishia njiani. Unafanya hiki kinaishia njiani. Kwa nini vinaishia njiani? Vinakosa ulinzi wa kimungu. Hii dunia hii yenyewe ya chini tu. Hii dunia watu na vitu vyao. Mimi nakumbuka mimi nilikuwa natembea na ilizi mkononi. Kwa hiyo hapa duniani wanaoishi ni wababe. Sasa wao babe wenyewe inategemeana unamzidi nani? Sababu unayekutana kila mtu ana ubabe wake. Sasa sisi kuabudu na kuomba tunakuwa tunataka msaada wa kimungu mahali popote utakapokuwepo. Basi ubabe wangu una nguvu. Pia nikatoa mifano hapo, nikasema hata pia tukiwa watoto huwa tunatabia, ukipigwa tu na mtu fulani unaenda kwa baba kusemelea. Baba kanipiga. Alama nilikubwa hivi, nasema enda kusemelea kwa baba. Kwa na sisi pia hapa kwenye ibada tuna zaidi aliye baba. Ndiye ambaye tunamletea haja zetu kwamba nimejaribu jambo fulani, nimeishi limeshindikana, na pia ni kama iko nguvu ya upinzani, kwa unahitaji sasa msaada wako. Hapo ndipo, na Mungu kijuma sio kwamba hasikii mpaka tujitaabishe hivi. Ila ni ishara ya unyenyekevu. Kwa mfano hata mwenyewe mtoto anapozidi kukua na kuwa mtu mzima, akija kwako akawa analia tu au tuzungumzie hata mdogo kabisa analia. Kwa hiyo ndio wakati mwingine wako anapelekea tumpe tu ili tupunguze hii kero. Maana sasa hapa tutatulia hapa tupigia tukenda, ndio mwisho wa siku unaona acha tumpe ili tutulize hii vurugu. Lakini kuna stage nyingine ambayo utakuwa mtu mzima. Ukienda kwa mzazi hutakiwi kulia, unatakiwa kutamka kwamba mzee anahitaji kitu fulani.
Ukiendelea tu kulia, anaweza asikujie wala atakuwa taila huyu. Hata hangaiki na anakuacha tu. Naweza kukukata hata makofi. Kwa sababu anachotaka, kwani una kinywa cha kuongea. Mfano mzuri. Mtoto unapoanza kumlea, naamini kila mzazi utamani kumwona mtoto kwenye hatua nzuri. Anapokuwa tumemzaa pale mwanzoni, akiugua yeye ni kulia. Wewe unachokuwa unaangalia tu, shida yake nini tena? Wa moto atakuwa anaumwa. Wewe ndio unaanza kuangalia watu peleke hospitali. Baadaye itafika stage ataanza kuwa na uwezo wa kutembea na kuanza kuongea. Kuna wakati utakuwa unamkatia kaugali. Kutoka kwenye kunywa uji au maziwa unaanza kumkatia kaugali unamshikisha. Lengo umuwezeshe au na namna ile ya kujua hii inatakiwa niwe nakula kwa staili hii. Ndio. Ila huyo atatoka hatua hiyo itatakiwa awe na uwezo wa yeye kutafuta cha kwake na kula. Lakini pia atatakiwa atafute na wenzake wa kuwawezesha. Unaona level za ukuaji? Naam. Sasa hata kwenye imani pia kuna level za ukuaji. Ndio. Biblia inasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Kwa maana nyingine tunazaliwa upya katika imani. Na ukisoma maandiko Nikodemo leo kumuuliza Yesu kwamba awezaje mtu kuzaliwa anapokuwa mzee, akaelezea mchakato wa kuzaliwa kwamba tunazaliwa kwa mchakato huu. Kwanza unaamini, pili unakuja unabatizwa, kubatizwa kwanza kuzaliwa mara ya pili. Alafu kuna mchakato wa maisha sasa. Ule ndio unakuwa unawasilisha kwamba huyu kweli ni kiumbe kipya sasa. Amen. Sasa niende na somo na andiko lile. Tusome pale 4:6. Ile andiko tutarudia Hosea 4:6. Tutarudia lengo hasa. Nataka ikiwezekana litukae sana kichwa changu. Mimi bwana namshangaga mzee wetu Mbarikiwa Kipesile. Hakuna ibada ambayo naweza mkikutana basi nakuta andiko anaweza asirudia hata mara 10. Utaona analirudiaga tu. Kwa nini analirudia? Analirudia kwa sababu anajua wewe kichwani kuna vingi vinakuwa vimejaa. Na hata unapolisikia ukitoka, inawezekana unapokwenda linapotelea hewani au linapotea kwenye mazingira kwa sababu unakutana vingi. Unakuta tayari linapotea. Lakini kitendo cha kuyarudia tena na tena mwisho wa siku na yote anaanza kuwa kama wimbo. Hapo pia hata shuleni si hatukuijua hivi. Walimu lazima kwanza kuimba. Hii ndio ina mkia mrefu ya siku ukaijua. Sasa hata kanisani kwenyewe hivyo. Ndio maana tunapishana ile, ingawa mimi nafahamu kwa njia nyingi. Kiujumla imani ni kuwa na uwezo wa vyote. Kuwa nabii, kuwa mwinjilisti, si kuwa mtume, si kuwa mchungaji, vyote tunavipokea kanisani. Inategemeana tu kwamba unaelewa na mchungaji gani. Kwa sababu inawezekana iko hivyo na hizi huduma zinapishana. Kwani swali tu jepesi la kujiuliza, Mungu ana huduma gani? Mungu ni nabii? Mungu ni mchungaji? Mungu ni mwinjilisti? Hivi vitu ni wanadamu sisi ndio tumeamua kuvipa majina, lengo kama kutenganisha, kuonyesha kwamba kwa sababu huyu mtu anaongea ila anatumia tu andiko moja, anaongea muda mrefu lakini anafafanua vitu vinavyoeleka, huyu mwinjilisti. Sasa hakuna siyeweza hiyo kitu. Wewe kweli wewe ukatumia andiko tu moja ila wengine wakaanza tu kusamarize. Inawezekana. Lakini pia mchungaji ni mtu anayechukulia na kundi. Anaelewa kwamba huyu na vitu simuendesha kichuma. Yaani anakuwa na uwezo wa kujua kundi lake. Anajua huyu anachechemea, tutaenda naye taratibu. Mtume yeye ni mzee wa kuhamahama. Atakuwepo hapa, atawajenga, atahamia mahali pengine. Atawajenga, atahamia mahali pengine. Ndio mtume. Ni mzee wa kuhamahama. Lakini sasa kwanza tu wanajiita mitume. Wamekaaga tu mjini kule Dar es Salaam. Wenyewe tu ni kazi kukusanya tu watu na kusema kesi yako imeisha. Kesi zenyewe kama zinaisha, mbona bado tuna kesi yako mengi chungu mzima. Watu wananywesha mafuta lakini bado yale. Sasa nisikuchanganye kwa mimi siende huko, ila hebu tuende na teto yetu. Soma hiyo Hosea 4:6. Kwanza ndiko letu. Hosea 4:6 nasema, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe. Usiwe kuhani kwangu mimi. Kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako, mimi nami nitawasahau watoto wako. Ishia tu hapo.
Anasema watu wangu wanaangamizwa kwa sababu wamekosa maarifa. Kiujumla hata maombi yenyewe mzee mara nyingi amekuwa akitufafanulia maombi ambayo yatachangamana na elimu nzuri utaendelea nayo. Kwa nini? Ni kwamba hujaambiwa maombi yatazaa nini. Kuna baadhi ya watu mpaka tukiomba tunaamini ukishaomba ndio imeisha. Usijue kwamba kuomba ni tunatafuta msaada wa kwenda kutenda. Sio kama unanielewa. Naam. Kuomba tunakuwa kwa lugha nyingine kuomba ni kama kutubu au kuwasiliana na Mungu. Ndio kazi pekee ya maombi. Yaani kwamba unakuwa tuko na vitu labda uliharibu, inakwepo hatia imeumbika ndani yako. Ukija mazingira ya kanisa, mazingira ya ibada, ukiomba kwa muda mrefu na ukaona si Mungu naomba nirehemu kwa sababu ya lile jambo, ile hatia huwa inafutika. Sasa hiyo ndo kazi ya maombi. Hata kama utakuta uliharibu vya kuharibu vingi na unaona kabisa ni mimi hapa nishakataliwa, ila ukija ukarudi tu ukaomba sana, ukaomba tu kwa nguvu sana, kwa muda mrefu sana, utaona kuna amani inaanza kukurejea tena. Sasa ngoja hapa. Unajua hapa tunajifunza. Unajua sisi bwana tulichochezewa kwetu Afrika. Watuambia mapepo ni yale watu wanaoanguka chini. Ila ukweli sio pingika, mapepo ni ufahamu mbovu. Narudia tena, mapepo ni ufahamu mbovu. Sasa hebu ngoja tumesoma ile andiko kwamba watu wangu wanaangamizwa. Nataka hapa tujifunze wote. Nataka nikuonyeshe maarifa jinsi yanavyoweza kumsaidia mtu. Niulize swali, hivi kupigana au tufanye hivi? Vita ya rohoni nini? Kwa nadhani wote sisi tunaabudu vita ya rohoni. Nataka nikuonyeshe jinsi gani wazungu wanavyotuchezea, kwa sababu si dini nyingi zilizoko kwa Afrika. Nyingi ni vipandikizi vya wazungu. Yaani wao walivieta kwa hila. Na utakuja utaona wengi wetu hivyo vitu bado vinatuendesha. Kwa nini? Kwamba walipoanza wao imani walijua tukijenga hiki kitu kitakuja kiwafanye watu kuweje. Mtu anayefahamu kwa rohoni anisaidia, watu watusaidia hapa. Anayefahamu kwa rohoni ni kupi? Yaani Biblia inasema enendeni katika. Sasa nataka tujue tunaendenaje, yaani mtu tumjue huyo wa rohoni ni kupi. Watu hatuna majibu ya wewe. Tunaabudu. Mike sipo. Tusaidiane. Mike ya. Bwana Yesu asifiwe. Ndio. Kuenenda katika roho kwa mimi naofahamu ni kuenenda katika utaratibu ule ambao natakiwa nienende nao. Ambao ni upi? Ambao ni kufanya vitu vya kawaida kama Biblia inavyotaka. Ndio kuenenda katika roho. Naam. Sawa, mwingine anajibu jingine tofauti. Wakati mwingine unapokuwa unaendelea kujifunza, ndani yake kunakuwa kama kuna swali fulani. Lengo tunataka tutatue. Mike. Sifiwe. Amen. Mimi kwa ufahamu nilio nao sasa, mtu wa rohoni ni mtu anayewaza mambo kwa level ya juu, lakini akiwa anajua hayo ni sahihi sana. Ndiyo. Lakini kuenenda katika roho ndio ni unaenenda na mwili huu lakini katika ufahamu wa juu sana. Sawa, asante. Hapo hujakosea baba. Tuko pamoja. Haya, tusaidie na jingine. Kupigana sasa vita vya rohoni. Kupigana vita vya rohoni ni kupigana kwa mwili huu. Lakini unapiga sio katika ulimwengu ambao hauonekani. Sawa? Ni katika ulimwengu huu ambao ni wawazi. Kwa mfano una mgonjwa. Pale mara nyingi ndio tunakozamaga unapoombea. Lakini unapoomba unatumia nguvu hii ya mwili huu unaomba, ndiko kunakoitwa unapigana katika roho.
Amen. Lakini katika ufahamu huu mwili huu ikiwa unajua unapopigana pale sasa wako wanasema tunapigana katika ulimwengu wa roho. Amen. Basi nashukuru mimi kwa majibu haya. Sana kupigana rohoni. Sawa. Kwamba kupigana rohoni. Yaani hapo ndo tunapigana hapo rohoni. Ni ile namna ya kupigana na fikra inayokuja kinyume na ile fikra iliyo katika usahihi. Ndio ambayo naam. Kwa hiyo nadhani hiyo ndio kupigana. Maiki nyingine inafanya kazi ile. Ni ile namna ya kupigana na fikra inayokuja kinyume na ile fikra iliyo sahihi, ndio ambayo imetokeza matokeo yaliyo chanya ndio kwenye maisha yetu. Kwa hiyo kwa ufupi niseme tu hivyo. Asante. Najibu kuenenda kwa roho. Ule uwezo wa kulidhihirisha lile wazo iwe liwe katika Mungu, hiyo umelisoma kwenye Biblia, hivyo vyote kulidhihirisha kwenye mwili huu ndio alikatokeza kwenye huu mwili na likaleta matokeo. Amen. Yaani ni kulidhihirisha kuenenda kwa roho, manake ule uwezo wa kulitiisha ile wazo litokee kwenye matokeo halisi na mtu anione naishi hivyo. Amen. Kwa mfano Stefano, ndio anasema hali akiwa amejaa roho na uwezo, ndio kuna sura ambavyo watu walimtazama, aling'aa kwenye sura ambayo haikuwa kwa sura ya kawaida, manake yule watu walijua huyu yuko rohoni. Ndio. Amen. Korinto wa kwanza sura 13 mstari nisomea 11. Mstari wa 11. Nadhani maiki nyingine ipo. Korinto wa kwanza sura ya 13 mstari wa 11. 13 mstari wa 11. Ndio anasema nilipokuwa mtoto mchanga alisema kama mtoto mchanga. Nalifahamu. Endelea. Nilipokuwa mtoto mchanga alisema kama mtoto mchanga. Alifahamu kama mtoto mchanga. Alifikiri kama mtoto mchanga. Tokea hapo nilipokuwa mtu mzima nimeyabatilisha mambo ya kitoto. Shia. Mtume Paulo aliokoka, historia yake ndio ifuatilia, inasema kwamba aliokoka akiwa na miaka 27 kama hivi. Yaani hapo ndo ambapo ndo tayari kujiungamanisha na imani ya Kikristo. Hapa anasema nilipokuwa mtoto mchanga, nilinena kama mtoto mchanga. Swali ni je, uchanga ni upi? Uchanga, jibu jepesi ni kwamba namna ya kuyachukulia mambo, namna ya kuyatizama mambo. Na ndicho anachokizungumza, sema nilipokuwa mtoto niliyatizama mambo kitoto, ila kwa kadri siku nilipozidi kukua niliyabatilisha mambo. Sasa nikaanza kuyatazama kiutu uzima. Mfano mzuri, ngoja hapa tulizane swali. Mtoto anaitwa nani yule? Yule nyuma hapa. Huyu wewe unayegeuka. Jackson. Nataka niulize swali. Eti nchi yetu ya Afrika wakoloni waliingia mwaka gani? Sio huyo anayeuliza. Ngoja mnakita kwa sio ndio Stefano. Tulia tata hapa, nataka tujaribu tuone utoto. Nataka tuone utoto sasa. Tusaidie. Shule si anaenda, wengine wana sala saba. Tusaidie. Haya, tunatoka. Mwingine hapa tusaidie sasa, ngoja niteue yote hapa. Tena na hata kujiteua hivi. Nchi yetu ya Afrika wakoloni waliingia mwaka gani? Kwa sababu waliingia aina mbili. Waliingia Wajerumani wakaondoka. Wakaja Waingereza na wenyewe pia wakatutawala. Na miaka yao inapishana. Waingereza walitawala miaka 30. Alafu wakaja Wajerumani watawala miaka 30. Waingereza miaka kama 42. Tunataka tujue ni miaka gani
au basi yoyote unajua. Sasa wewe mtumishi atakuwa anafuatilia ile aliyopata pale. Anyway, acha tuachane. Lengo nicho ni wapi? Sisi wa Afrika kwa sehemu kubwa, hata imani nyingi tulizonazo unazosikia kuenenda katika roho ni kuomba. Wengi wanajua kiomba ndio niingia rohoni. Asilimia wengi wanafanyaga wanasemaga hivi. Ila kuomba ni njia nyepesi ya kwanza kukusaidia kuwa na ufahamu wa kuingia rohoni. Sasa sisi huku kwa kuwa tayari sisi bwana koloni walipokuja, wale wa kwanza kabisa walichohangaika kwanza, walihangaika wafuta historia ya Afrika asijue anapotokea. Na ndio maana hata hapa sisi tulipokaa, wewe hujui kama Afrika ilikuwa ina nguvu kiuchumi, ilikuwa inatawala baadhi ya nchi. Hujui. Sasa ukisipojua hivyo, ndio maana mpaka leo tulipo unakuta wakituletea misaada. Sisi tunaamini hata hapa tulipo, naamini wazungu ndio wanaweza kutupa msaada. Lakini ukweli wa mambo, tuna madini, tuna mbuga za wanyama, tuna vitu vya maana vingi ambavyo ndio nchi za Ulaya zile zinatumia rasilimali zetu. Yaani unakuta wao kusurvive kwao ni kwa sababu ya rasilimali zetu. Hata ile kwa sababu ya kutokujua, ndio tena unajikuta tunaishi kama watumwa. Alafu mbaya zaidi, hata hapa tulipo asilimia nyingi ya wengi, yani hapa tulipo tumekaa hapa, hata mzee anapokabili masuala ya mamlaka, unasema yani mzee ana siaje walokole wengi ndio wanafahamu, nasema vitu sijui ya damu ya nyama. Sisi tutakuwa kuombea, sisi tukiomba Mungu atafanya. Asilimia kubwa. Alafu pia wanaojaga naunganisha na nyingine na pambana na mamlaka. Hapo ndipo tulipo. Ila ukweli na kuhakikishia kazi ya imani wote tunaosoma kwenye Biblia hii utawakuta waliuao kwa sababu ya hizo mamlaka. Kuna baadhi ya vitu walikuwa wanasimamisha. Unaona hili maandiko tima mamlaka waliye tafsiri ni wao wenyewe wakoloni, walitafsiri kwa lugha mbaya. Lengo tutii kwanza, walikuwa wameleka nikana kwamba watakachokuwa nakifanya chochote asiwepo atakuwa anaenda kinyume. Kwa chofanya akaja akatushikisha imani kama bomu. Ndio tulipua wenyewe. Leo unakuta kuna nana watakukalia kumyatii mamlaka. Yaani kweli ndio jamii ya Kiafrika iko hivyo. Yaani hata ukisema kabili baadhi tunasema unapambana kwenye mamlaka, hautii mamlaka. Kwa nini? Kuna ufahamu ulidumbukizwa. Yaani wachofanya wao kwanza walijua hawa watu hawa wakijitambua vizuri watakujaga walete shida huko mbele. Ndio mwisho wa siku kabidi wapitie kwenye masuala ya dini watu uwe. Unakuta mtu yuko Roma, akitoka Roma akija sindo Anglikana. Sisi zote unakuta. Mfano Roma mimi sijasali, ila kwa historia nasikia kwa sababu nilikaa Moshi na mtumishi Dennis nani yule Damian alikuwa ananiambia. Kule bwana kuna mchango anasemaga unatumwa kwenda Italy, si kwa mtakatifu Papa. Yaani kuna watu wanakula vya huku wakiwa kwa mbali. Unaona issue? Hicho ambacho mnataka kutengeneza sasa. Hela za jumuiya inaenda kwa Papa. Lakini je, kweli sisi ndio kuwalisha wale jamaa? Na bado pia tukitaka msaada tunaenda kuchukua kwa wale. Hivi kweli hapa tujiulize kwamba tunapigwa hapa. Alafu misaada ambayo atatupa inakuwa na masharti nyuma yake. Masharti yake wanataka tuendelee kuvurugika kiufahamu. Ndio unajikuta unasemaga Freemason. Sasa Freemason ni chama cha watu ambao wenyewe hususan nchi zilizoendelea huko wamekitengeneza lengo tu waiharibu Afrika au na dunia nzima kwa ujumla. Lengo hasa nini? Wanajua wewe ukikaa kanisani utajadili kuhusiana na vile wewe unataka tuwe wema. Ndio maana wamewekeza nguvu kubwa, utakuta muziki na kuvuta. Utakuta ukisikiliza kwenye mitandao ni mwanzo wa vichekesho tu. Nachoka mwandambo mimi. Sina kwa mwingine sina. Eriki, nini? Sasa vile vyote uje sindo movie. Zote zinataka zimtengeneze huyu aliyekaa mimi nawe hapa. Awe ni mtu ambaye hajui chochote kuhusiana na wewe. Hajui ndio, lakini pia wamtengeneze kuwa ni mtu muoga kwenye kusubutu. Basi ya mama. Sasa kama naeleweka. Sasa ngoja turudi hapa.
Nataka tugusie vitu fulani kidogo kwa siku ya leo. Wanasema watu wangu wanaangamia. Tendo wa Korinto fulani hapa nataka tuione. Wakorinto wa kwanza 15 somo mstari wa 33. 33. Soma. Ndio. Wakorinto wa kwanza 15 mstari wa 13. Mstari wa 33. 33. 33 anasema. Msidanganyike. Mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Pause tu hapo. Hivi unahisi Biblia inadanganya? Mimi nilipokuwepo hata pale Moshi nishawahi kuongea sana. Unajua kwani sisi kuna miendo fulani tunatembea nayo. Kuna mahali tumeona uje si bangi tunazovuta, kuna mahali tumeona uje si madawa kulevya, kuna mahali tumeona uje si mwanaume anazina mwana mwenzake, kuna mahali kaona uje hii. Unaona makanisa yetu ambayo ukitoa sadaka utabarikiwa mwaka wa upite, kuna mahali na yenyewe kaiga. Sasa hii ndo Afrika iliyosetiwa kwa design hiyo. Hata kidogo hata kama unanyo, wewe kuna mahali umeona. Sasa wako watu ambao wenyewe ndo wanahangaika kuishape dunia iwe sura hiyo. Kanisani hatuji hapa tuje tu tuombe Mungu simama mwenyewe maliza. Tunakuja tuchukue maarifa. Mwimbaji anasema silaha ya injili itwaeni daima. Kesheni huku. Kesheni huku. Kiomba. Ndio kazi. Yaani hapa tulipo tumejikusanya tunapeana maarifa, kwa nini tumekwama? Tunamkabili ili tukwamishe. Kwamba aisee wewe ndio unaleta shida. Wewe. Hawa tunaleta siwa chai ambao tunawavunja na kuwaseta. Kwanza tutalo tujue kijumla ibada zinakuwa zimepungua, ndio maana vinatuzidi hivyo vitu. Maandiko yanasema ni nani atakayewazuru mkiwa mnajudi katika kutenda mema. Lakini pia maandiko yanatuambia mti ule uzao sana ndio mtakao usafisha. Jana nilisoma kitabu cha mzee cha uzima wa milele, anasema hivi, hata kama utakutana na hali ambazo utakuta unaomba unafunga, ndo hali zinazidi kuwa mbaya, usiache. Shetani lazima kukabili kwa uzito unaotakiwa. Sababu wewe unawezekana unatafuta watu wakubwa afu ya kuje na silaha ndogo. Haiwezekani. Lazima kuje na silaha ambayo iliyo juu ya hicho unachokifanya. Sasa mara nyingi wake na kuwa hivi. Kwa nini shetani atawekeza nguvu kubwa kwa wewe unayefurukuta? Anajua wewe ukifika utawavusha wengi. Lakini mbili yake anafahamu wewe ukibadilika, ukaongezeka, ukafikia kimo kile kabisa ambacho umebalika sawa sawa, kuna wengi wataanza kujengwa na shuhuda zako. Na ndio maana utakuta kawekeza nguvu kubwa mno kwa mtu ambaye anahangaika. Unajikuta siku ambapo ndo unataka kwenda ibada shangama. Ndio maana mara nyingi kwa huko Afrika sasa, yaani kwa huko sisi shetani wetu si ni mkubwa kuliko nchi zingine, sio kwetu ni mkubwa. Tumkabili kwa vile anavyotakiwa kukabiliwa. Sisi hapa ukae kanisani, umeshika simu, saa yote inaingia taarifa mbaya. Mtoto huku kaugua, mtoto kagongwa, basi ile nani, sasa hivi anaugua. Basi fulani sasa bwana umesikia amekufa. Yaani huku kwetu sisi ni kawaida. Ziko nchi mfano kama China inapita hata miaka 9 hakuna hata msiba. Hakuna. Ila sisi huku kwetu Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina la Bwana limedia. Hebu twende tuone hapa maandiko fulani. Twende tuone maandiko hapa. Nisomee Isaya 55 mstari wa 8 tulisoma jana nadhani. Nisomee. Siku moja mzee akawa anauliza hivi wewe Biblia itazidi kaje? Yaani vizazi vinavyokuja vikisema vijifunze kuhusiana na Biblia. Yaani vitaiaminije kama ni kitabu cha kweli, kwa sababu kwa kupitia wewe. Vizazi vinavyokuja vitaiaminije Biblia? Kwa hiyo unaona wengi wanaanza sema tukiomba
kidogo tamaa zinaenda ndio mzee akasema kuna nchi hawaombi. Mfano za wazungu hawaombi na tamaa zina hawana. Kwa nini wao wajiwekeza vipaumbele kwenye vitu vya hovyo? Sisi yaani utakuta tunatumia masaa hayo ni umeshinda tu mtandao unavyovifuatilia. Ni vichekesho au movie za ngono. Mwisho kwa nini labda tunakuwa hivyo? Kwa sababu hatuna kazi ya kufanya. Wale wenzetu watangaika atengeneze simu, tangaika atengeneze sigari. Shule za wenzetu wa China. Usijali search hata TikTok. Search China versus Africa. Wanaona sisi wako Afrika huko au ni shuleni wanafundishwa katika watoto. Katika. Au baadaye kama ni kanisa unakuta tuko kama sasa unapogaaga. Afu wenyewe unakuta wameweka kipande cha wengine wanatengeneza gari, watezani. Sisi tukivipata vile Mungu kanibariki. Hadi kwa ujumla. Siko kweli tuko mbali. Mungu atusaidie. Nisome hiyo ndio nataka sikia maandiko hayo. Isaya 55 mstari wa 8. Maana mawazo yangu si mawazo yenu. Ni 35 samani 35 mstari wa 8. Kama tutakuwa nilitamka hivyo nisamee. 35 mstari wa 8. 35 mstari wa 8 anasema. Ndio. Na hapo patakuwa na njia kuu. Na hapo patakuwa na njia kuu. Na njia nayo itaitwa njia ya watakatifu. Itaitwa njia ya watakatifu. Wasio safi hawatapita juu yake. Wasio safi hawatapita juu yake. Bali itakuwa ni kwa ajili ya watu hao wasafirio. Ndio. Wajapokuwa wajinga hawatapotea katika njia. Wajapokuwa watakuwa kama wajinga hawatapotea kwenye njia. Endelea. Mstari wa 9. Hapo patakuwa na hapatakuwa na simba wala mnyama mkali hatapanda juu yake. Hawataonekana hapo. Bali waliokombolewa watakwenda katika njia hiyo. Na hao waliokombolewa na Bwana watarudi. Watafika Sayuni wataimba. Ndio. Na furaha ya milele itakuwa juu ya vichwa vyao. Sasa ishi hapo. Nenda tena Isaya 43 kama sijakosea hivi. Nisome mstari wa 2. Yes. 43 mstari wa 2. Upitapo katika maji mengi. Upitapo katika maji mengi. Nitakuwa pamoja nawe. Na katika mito. Haitakuharikisha. Ndio. Uendapo katika moto. Hutateketea. Ndio. Wala mwali wa moto. Hautakuunguza. Sawa. Twende na Marko 10 na ngapi? Nifike na 16. Nisome mstari wa 18. Marko 16 mstari wa 18. Mstari wa 18 anasema, watashika nyoka hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawazuru kabisa. Wataweka mikono juu ya wagonjwa. Mwisho tu hapo. Hayo mengine tutaendelea kuyasoma sana. Ila nitaka kuna wanyama wametajwa hapa. Tumesoma ile Isaya anasema hapata kuwa na simba mnyama wala mnyama mkali juu ya hiyo nchi. Au juu ya hao ambao watakuwa wamepita kwenye nchi wanaosafiri pale kwenye nchi. Anasema furaha zitakuwa juu yao na huzuni zitakimbia. Ndivyo? Sasa hawa wanaotajwa hapa, swali linakuja, ni watu waliookoka wapagani? Hapana kwa hata na mnyama. Sisi mimi nakumbuka nikiwa AGT, hata nilisoma hiyo pitapo kwenye maji mengi, jana nilisoma. Unaona tulikuwa tunaambiana maji, wanatuambia ni majaribu, si ndoa, magonjwa. Ambia ni maji. Unapita kwenye maana ni majaribu hayo. Mke anakusumbua. Maandiko yametuahidia upitapo katika maji mengi hayatakukugarikisha. Upitapo katika moto hautakukugarikisha. Ila utakuja utaona akina Shedaki, Meshaki, Abednego bila shaka walipita kwenye moto. Ila utakuja utaona bila shaka bahari ya Shamu ilipasuka. Wanaweza leo kapita.
haya watashika mpaka nyoka. Utakuja utaona Mtume Paulo aling'atwa na nyoka, alikuwa amemsonga. Yule nyoka ndo akaanza kulewalewa, akampukusia kwenye moto, watu wakasema jamaa huyu ni Mungu. Pia kwenye kile kitendo cha huyu Danieli alipokuwa ametumbukizwa kwenye tundu la simba, unaona anakuja anatolewa, jamaa yuko vizuri tu, hana shida yoyote. Mwisho wa siku Dario anaagiza, kuanzia sasa naagiza hivi, Mungu huyu wa Danieli aheshimiwe kote. Mimi kama mfalme naagiza, na watu wote wamwogope na wamwabudu yeye, anaweza kuokoa dunia hii. Lakini sisi tuko hapa tumeshika Biblia ni kama bomu. Swali ni kwamba kwa nini asiyatendeke na sisi tumelizika? Uje vinavyoitwa vya vita ya ulimwengu wa roho. Sisi unakuta tumeambiwa ni ile tukishamaliza kuomba hapa. Hapana, kuomba na kuhakikishia hakumalizi mambo. Kuomba unakupa njia ya kwenda kufanya ili kumaliza mambo. Nikasema pia kwamba tunaingiaje, tunasemaje rohoni? Rohoni ni akili. Akili yako ikitulia, ikawa ina uwezo wa kuyatambua mambo sawa sawa. Ukisoma Danieli ile sura kama ya 9 kasijakosea, sema Danieli asema mimi kwa kuvisoma vitabu niligundua miaka ya kukaa utumwani imepita. Kwa ni mtu ambaye upamwaka tulia kaanza kudadavua, kwani sisi tulitokea wapi? Kwa nini tuko kwenye hizi? Kwa nini tuko utumwani huku tunatumikishwa? Kwa nini tuko kwenye nchi? Yaani yeye mwenyewe ndo anahangaika. Level ya kwanza ya mtu ambaye anaanza sema huyu yuko rohoni ni kile kitendo anakuwa anahangaika kwamba niwe sababu ya ukombozi. Niwe sababu ya hapa kitu fulani kizaliwe cha kimungu hapa. Amen. Amen. Sasa sisi wakatuambia waliotuletea imani, ukiomba ndio umezama roho. Ila utakuja utaona, hebu acha tuangalie, nataka leo tupite hapo kidogo kwa sehemu hiyo kitu, tuitengue kidogo. Bahati nzuri asante Mungu kuna imani iko ni virus. Basi wengine nimejibu mure moja kwa moja. Wakorinto wa pili sura 10 mstari wa 4 au mstari wa 3. Mstari wa 3. Mstari wa 3. Wakorinto wa pili 10 mstari wa 3. Na kiujumla kama nilivyoweza kusema, mapepo ni akili zisipokuwa sawa sawa. Huo ni ukweli usiopingika. Mtu ili aonekane huyu ana mapepo, utamwona anavyovifanya. Kwa hiyo wezekana wewe unaishi labda aliye na mapepo yule tu anayeanguka, hata kuiba nako na mapepo. Ni ufahamu wako haujui madhara ya unayoyatenda. Ndio mapepo. Kuibia watu, ukitoa utabarikiwa. Wewe ni pepo wewe. Ukisoma maandiko vizuri utakuta Yesu aliwaita enyi nyoka, wana wa majoka. Sasa wale watu walikuwa kweli ni majoka. Shida ni kwamba alikuwa anakemea ile tabia, anasema haya ni mapepo haya. Soma vizuri utamkuta marifani Mtume Paulo anaenda na mhubiria liwali na amewaita kabisa, anaisikiliza Injili. Akawepo mtu anaanza tu kumchengesha, anasema Bwana, ni kama kumtia moyo wa kuikataa ile imani. Mtume Paulo akamkazia maana, anasema ewe Ibilisi, ewe uliyejaila mwana wa Ibilisi, adui wa haki yote, uache kuzipotoa njia za Bwana. Utakuja utaona hilo ndo pepo sasa. Yaani ni hali ambayo wewe unajaribu kujenga msingi ambao utawaimarisha watu, ila kuna watu nakwambia hivyo hamna kitu wewe. Zile tabia zile, sasa unajua bila shaka shetani ndio huwa hapendi watu wafunguliwe. Sasa ndio nataka nikuonyeshe mapepo ni nini. Mapepo ni mtu unavyovifanya, unavyovitenda. Unashinda mitandaoni, kazi yako ni kuangalia tu vichekesho, vitakuvuruga kichwa, na yale ndio mapepo yenyewe. Unajua tamaa zinazokuta wapi? Au hali nyingi za kama unachanganyika, kama akili iko sawa, unavikutia humo kwenye baadhi ya mambo unayofanya ambavyo sio. Sasa ukishafanya kwa kweli imeandikwa mshahara wa dhambi ni mauti, utakuta ukishatenda tu kidogo kuna hali
kwa sababu sisi tunaofanya sana ibada ndani yetu kuna kipande cha ile tunaitaka dhamiri ambayo Roho Mtakatifu kinakuwepo automatically tu, ambayo unakuwa ukitaka kugusa sema, lakini kanisani wanasemaga ni dhambi. Basi unakuta ukishagusa, hata kama hatujakuona ukija hapo, unakuta tu muda mwingi ni kama umeinama hivi, yani unaona aibu, yani kama hata ukija ukianza kushuhudia kama mimi sina maneno mengi jamani. Yani tu ndio hivyo, nashukuru Mungu naendelea vizuri. Amen. Umekimbia. Ni kwamba kuna kitu ndani yako kinakuwa kinakushitaki. Kama wewe hustahili kusimama hapo. Sasa hayo ndio usipodili nayo kuangusha hizo hali. Yaani kusikabili kusema mimi nataka niwe sababu ya watu kufikiwa na neema na wokovu. Yaani kiwalisia ndivyo ilivyo. Yaani ni ukweli usiopingika. Kama tu hutadili kuwa mchango wa watu kubadilika, basi watakubadilisha wewe. Ndio. Huo ndio ukweli. Na imani kiujumla tunapoipokea, hatupokei tubaki nayo sisi. Imeandikwa nendeni ulimwenguni mote mkawafanye watu wote kuwa wanafunzi. Anzia kwa yale unayoweza. Kama umefundishwa asiyefanya kazi na asile na unafanya, anzia hapo. Kuna mtu anakujia, unajua Biblia inasema kuomba mpe andiko, anasema asiyefanya kazi na asile. Kwani ubebe Biblia kimtazamo mbovu hivyo? Hasa hiyo ndio kuangusha ngome. Ndio. Vile kwa dunia bwana kuchezea. Mnaona mitandaoni si dawa hii inaponya. Hii vingi ni propaganda tu za kawaida tu. Magonjwa yanapoanzia yanaanzia kwenye huku. Hapa pakiharibika hapa, na kuhakikishia Mtume Yohana anasema hivi, napenda ufanikiwe kama roho yako ifanikiwavyo. Na roho ni ufahamu. Ufahamu ukivurugika, ndo hapo ndo msongo wa mawazo unapoingilia. Tizama movie za ngono, utakuta muda mwingi ni kama wewe akili yako haiko sawa. Na ukishavurugika hivi, haujaomba labda pengine tuzungumzia, haujaomba. Ukutana hata na wasio wameangusha kitu njiani, wamevunja sinazi. Yaani ukuta tuanza kuona wasiwasi. Kwani kwamba huna uhakika kwamba hapa nitatoka salama. Sasa maombi kazi yake yanakuingizia ujasiri. Yanakuingizia ile hali ya kuona mimi hakuna kinachoweza kikaniweza. Ni ukweli usiopingika. Ni ukweli usiopingika, kwa sababu maombi kwa kadri uko naomba utakuta kuna namna ufahamu unakuwa kana niko salama. Niko salama. Yaani unaona kabisa ile kuwepo hiyo hali. Sasa sisi kwa sababu tumefundishwa kwa huko alichokuja kutukalisha haki. Kwa mfano, kuna watu tuna madeni. Wewe sio mwenye haki. Ndio. Unanikubalia au nikubalia? Nikubalia. Una madeni. Wewe sio mwenye haki. Kwa sababu kwa mujibu wa Biblia wenye haki watakopesha. Hautakuwa mkia, bado utakuwa sasa swali mimi na wewe. Ni kichwa au mkia? Nitaka tusome kazi la andiko. Ilo habari kwa nimetaja Wakorintho 10:3. Hapo baada hapo tuhame hapo. Wakorintho 10:3 anasema. Maana ingawa tunaenenda katika mwili. Tunaenenda kwenye mwili huu. Hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Acha lenga hapo ni kwamba si tumuinuli mtu panga. Twende. Mstari wa 4. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha mawazo na kila fikra na kila kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu na kuteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Shia tu. Kuteka kila nyara ipate kutii fikra za Kristo. Hapa anacholenga ni kwamba wewe, mimi najua hapa siwezi nikafafanua sana kwa kina kwa sababu najua tayari sehemu ya elimu za mzee. Kwa mara nyingine mimi nategua tu sehemu tulada kidogo tu kwa sababu anaongea sana mzee. Angelikuwa haja ya ubiri tungekuwa na wakati mgumu. Ukisikia alikuwa anajiita mimi ni sauti ya mtu aliye kutoka nyikani. Itengenezeni njia Bwana, nyosheni mapito yake. Alichokuwa anamaanisha ni Yohana ndiye aliyekuwa anajiita sauti ya mtu aliye kutoka nyikani. Ila maana halisi ni hii hapa.
Yaani wewe ukiwa sababu ya chanzo cha watu kuja kuelewa jambo fulani, na watu wengine wakaja kasimama nyuma yake, wewe umetengeneza njia. Ninawahakikishia mzee asingekuwepo huyu ambaye tuko naye, mzee Barikiwa, mimi mwenyewe ningekuwa na akili mbovu sana. Hizi za kuvunja na kuseta unaharibu. Hapo tuko nazo. Tuko naamini yani watu ndio hapa Efeso hapa. Efeso sura ya ngapi hapo? Ngoja nitafikie sura 6. Mstari wa 11. Some na yenyewe. Efeso 6:11. Efeso 6:11 anasema, vaeni silaha zote za Mungu, mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka. Endelea kidogo hapo mpaka chini hapo. Juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi wa pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Sasa ishia tu hapo. Asema ingawa silaha zetu zina uwezo wa kuangusha ngome, hapa asema vaeni silaha zote mpate kuzipinga hila za adui shetani. Juu ya mamlaka hizi, wakuu wa giza hili, Mimi na wewe bila shaka tunaamini vifo vya Afrika ni mapepo, au tunaamini ni shetani, si ndio? Ila shetani wetu sisi ni mtu tu wa kawaida. Anakandamiza zile za sema, unakuta anakula peke yake, barabara yake mbovu, mwisho wa siku unakuta magari hayana uwezo wa kufika huko. Wewe ndio unajikuta kama hivi, unajitafuta kila siku. Sisi shetani wetu wa macho ya kawaida. Hebu nikupe kisa fulani hivi kidogo. Alipokuwa Magufuli, kuna namna Bwana aliwahi kusema maneno haya. Alipita Kariakoo. Alipopita Kariakoo akakuta generator zina akauliza shida ni nini? Akasema Bwana, ni umeme umekatika. Akasema mna shida. Akaenda akafuatilia mpaka kule umeme unapoanzia. Sasa unajua mzee alipokuwa alipofuatilia kwa akakuta wamefunga watu maji, kumbe lengo zima generator. Sikaishi akaanza kuhutubia sasa. Radio wa watu. Yes. Akaanza kuhutubia. Sema yani kumbe kuna wajinga tu wenyewe wanaenda nafunga maji ili maji yasipite kwa zile mashine, lengo wauze majeneta. Zile ni biashara za watu yani, napoongea mimi. Sasa nakurudisha. Sisi humu kanisani tuna tabia. Roho Mtakatifu kanionyesha. Na tena wachungaji wengine wakubwa tu. Walikuwa wanaitwa awamu ile ya 4. Awamu ya 4 ile ya 8 Kikwete. Wako wanaenda kuombea ile bwana ajelee maji haya. Mungu lete mvua. Kumbe wako watu tu wanaziba kawaida tu. Ukisikia juu ya kuagiza hili mamlaka na fahamu ni hizi watu wa Mungu. Ni hizi unazoziona hizi. Wako watu ambao wenyewe wamezikalia rasilimali, wewe huko unateseka. Wanakula na watu fulani, na wanaingia mikataba mibovu. Hapa wewe ukikaa ukaenda tu kuomba Mungu abadiliki jia. Soma maandiko utakuta mitume walikuwa na imetupasa kumtii Mungu kuliko mwanadamu. Manake mnayaleta ya hovyo hatuyatii. Hiyo kwa kazi ya imani. Kijumla ndiko hivi, historia inasema hivi ya kanisa. Na Mungu akusaidie kwa sababu sasa ndio hivyo, sisi Afrika simu zitusaidie, sisi zinatusaidia kuiga tu akina Joti kwenye mitandao. Zile vichekesho nakuta basi. Afu lugha nyingi unakuta hata ukijichunguza, hata ukianza kuongea wewe unajua hapa naongea kama Joti. Kwa sababu ndio vitu unavyovisikiliza sana. Mwanadamu ni zao la unachokisikia sana. Kimjazacho mtu ndicho kimtokacho. Mazungumzo mabaya uharibu. Yaani utajikuta automatically tu. Msikiwasikiza hata nyimbo za Rozi sana. Sikiliza tu sana za Rozi Mwando. Unajua siku nenda studio, utakuta nao niweke biti ya changamka kidogo. Hasema bila shaka wewe
Fuasi mzuri. Sasa huja hata pia kwenye masuala ya imani. Wanafunzi Yesu unajua kwa nini walifanana sana na Yesu? Walikuwa wanamsikiliza sana. Alafu pia walimpenda. Kila anapoenda wako naye. Ndio maana utakuta waliokuwa wanaongea wanasema bila shaka nilikuwa pamoja na yule, kwa sababu na nyinyi hamna elimu kama yeye, tumewagundua. Ila ujasiri mliona ni wa yule. Kuna kitu ile jamaa amedumbukizia. Ndio maana imani ilikuwa hivyo. Sasa historia kanisa inasema hivi. Waliowaua sana Wakristo kipindi kile waliokuwa wamemwamini Yesu walikuwa ni Warumi pamoja na Wayahudi. Wayahudi kwa upande wao ilikuwa ni kwa sababu ya maslahi ya dini. Yaani dini wao waliona watu wanapunguza watu kwetu, tutakosa watu wakula wa kupiga hela. Ukisoma vizuri 23 Mathayo, ulisoma zile tabia za Mafarisayo, wanasema wakizunguka kuwafanya watu kwa uongofu, afu wanazunguka kwa nyumba za wajane, wanachukua paka sana kula kwa nyumba, afu wanaomba sala ndefu. Ndio kama huku kwetu. Nakuta atachukua pesa, sala zinakuwa Mungu, kumbuka mateso ya mtu huyu. Kumbuka tabu yake huyu. Asa Mungu hakumbuka kwa sababu ya sadaka uliyotoa. Mungu anakukumbuka kwenye maisha sababu anaangalia moyo uliopondeka, moyo mnyenyekevu, usikiae neno lake na kutetemeka. Na hapo kwenye kutetemeka ni utaambia mtume kwa nguvu, afya amesoma na maandiko. Basi unaanza kuomba kwa huko ndio unyenyekevu. Huko ndio unyenyekevu, ni ile hali ya kutokuangalia umri wangu, hadhi yangu. Kama itatokea mahali ambapo mtaabudu, unaona hapa ni pa kuomba, unajiachia hata kwa kugaragara. Mfano mzuri mzee wetu ni mmoja, mtu ana magari. Akimwangalia kwenye banda anapofanya. Huo ndio unyenyekevu kwa Mungu. Unajishusha kwa kama mdogo. Ndio kina Daudi. Sisi unyenyekevu tutakuja kufundishwa huko. Asante Mungu, nasema mzee amekuja wala ukatuchongea njia. Bila mzee abona tungebaki kule kule. Vitabu vyake vinatusaidia sana. Unyenyekevu ni kufanya vile kama maagizo ya kanisani yalivyokuambia fanya hivi, labda piga si pasi, labda piga si nani kiatu kiwi si. Ukifanya unavyotakiwa kufanya, huko ndio unaitwa mwenye haki. Na mnyenyekevu asikie neno langu na ku. Sasa inawezekana wasema hasa mbona maandiko yasema tupige pasi, hayasemi tufu. Biblia inasema ndio kusoma andiko hapa silisome. Inasema kwa kuwa tuna ahadi hizi zilizo kubwa au njema, basi tujitakase na uchafu wote wa mwili na roho. Wa mwili ni hali ya kutokuoga, unakuta hujaoga, unaenda. Ndio maana kwa kusikia unakuwa kule hapa anatuambia, walokola wamechanganyiki. Hata unaenda na ubiri, mimi hata kama unaniona kwenye ulimwengu wao, mimi ni msafi kabisa. Hata kama masikini, lakini kwenye ulimwengu wao sisi tumetajirika. Akiangalia kiatu anajiuliza, kwa ndo na mimi nikiokoka ndo nitakuwa kama hawa bila shaka. Kiatu kimepasuka za kimesendeka upande hivi. Kuna vya injilisti fulani. Ukiona kimafuta kimeisha upande huku kimeisha. Au hata kama ni hajaoga. Wakati mwingine unakuta hajapiga mswaki ananuka mazingira akwambia sisi kwenye ulimwengu wa roho. Sisi Mungu kashatusafisha. Hapana. Imani sio utaila. Imani wao kuja kutukabisia sisi wazungu, walikuja kutuharibu. Sasa mfano, unaona hivi vinanda hivi, yada hii tunatengeneza hivi. Hizi. Aliyetengeneza hivyo unamwita wakimwindi. Ukweli usiopingika. Mtu aliyo rohoni, hivi vitu utakavyofanya. Rohoni nimekwambia ni kwenye akili. Akili yako ikichanganyikiwa, maana yake utaenenda katika mwili. Ikichanganyikiwa utajikuta automatic unasema ngoja nikafute bangi labda kidogo itatuliza labda. Ngoja kwanza nikazini labda kidogo ndio fahamu tatulia. Ndio wanaofanyaga wenzetu kule. Yaani sio akichanganyikiwa, unasema ngoja ninywe pombe wala. Mimi bila kunywa pombe kidogo sialani. Unajua kichwani huko vimevurugika. Yaani automatically kitu kisichopingika kutokuokoka mtu ambaye hajaokoka. Biblia au mzee kwenye kitabu cha Biblia Mungu anasema hivi, akikuinulia panga, timka. Harudishaki. Mtu ambaye hana maombi, kwa maana nyingine ndani yake ana kingine kabisa kinachokuwa kina operate maisha yake. Sasa yasema hata nani, wewe anakukata.
Tawata uta maamuzi yao. Nakwambia ni wewe mpaka nikukomeshe. Unakuta lazima utakwenda kwa mganga. Anafanya hivi. Kwa sababu kichwani yeye anataka tu kuharibia, na kichwani huko anaendeshwa na kitu kingine kabisa. Mtu ambaye hana ushirikiano na maombi ya kila siku hivi, kila siku hawezi akaiua mbegu ya shetani ndani yake. Hiyo mbegu ya shetani itaendelea kuota siku hata siku, na itakuwa na uharibifu mwingi katikati yake. Ndio maana tuna makanisa unakuta yametuandaa, anakwambia, unajua bwana, hatuwezi kuwa watakatifu. Lakini ukisoma maandiko unakuta anakwambia mtakuwa kamilifu kama Baba yenu mbinguni. Hivyo mkamilifu. Utasoma maandiko yanakwambia mwaminifu hata kufa. Lakini dini nyingi anambia Bwana acha magugu na ngano vikue pamoja. Mimi nikiwa jitihada ndio kwa anafundisha. Ili ngawa hakuwahi kufundisha hivyo, ila siku moja nilipomkabili mchungaji. Akasema, mchungaji, kwa nini unaruhusu watu ambao hawana sifa nzuri ndio wanaosimama kuhubiri? Tunasikia wengine, kuna mmoja alikuwa ni mtendaji kwa pale kijijini. Siku moja nimeenda kunataka barua mahali fulani. Wakawa nataka hela, au ndio kutana nao, kwa ni watendaji tu wengine wataka kama rushwa. Nikamwambia mimi bwana nimeokoka, hivi vitu siwezi kutoa. Akasema, wewe mbona yuko mshirika wenu mmoja pale na yeye ni mtendaji wake anachukua bwana wewe. Ndio nikamrudia mzee. Alikuwa mzee wa kanisa mwingine pia. Naye yeye tuliye kumwagiza katuzie nyanya. Aenda mjini. Tenga ilikuwa 70, akaja akasema nimekuta nyanya zimepungua bei. Ni 35. Kwa hiyo 35 ikapigwa. Sasa yeye hatukujuaga. Tukajaga tu mbele, mwingine naye alimwagiza kamuuzie nyanya, ni mzee wa kanisa. Alimwagiza kamuuzie pilipili, ilikuwa ni kama ndoo mbili, ilikuwa 20. Kaenda akauza, akasema nimekuta bei mbaya sana. 10,000 nimeuza. Kwa hiyo 20 kapigwa. Baada hapo, huyu mtu kuna ndugu yake ambaye toka mjini akawa amefika, ameshuka pale, sema nilisiona pilipili kama hizi zilikuwa za kwako kumbe kule mjini. Sema basi kuna mzee wa kanisa bwana, si ndio mnasaina ile? Alisiuza bwana. Ile leo pilipili zilikuwa zina bei. Akashituka. Sasa shilingi ngapi? Sema ndio mmoja ilikuwa inaenda 25 mpaka 20. Ila zile za kwako na hizi watakuwa ni 20 kwa sababu kwa kuna zingine zenye ubora sasa. Bwana ambia, afalie usio hivyo kwenda ni shemasi kanisa. Hapo ndio naye akaanza kudoubt. Akaanza kujioni. Ndio baadaye akaanza kuambia, mbona hata na nyanya za watu fulani aliwahi kupiga. Siku sasa hao ndio nakuta akisimama anaanza kumwambia, tuwe watakatifu, tuwe tunaomba sana. Na kuna kitu kwa kinaitwa kanisani siko kuna tunaita CGM vijana. Unakutana nao ni Jumapili tu viongozi afu wanakushutumu wewe. Kwani hamji kwenye chama? Siku ya chama ilikuwa ni siku ya Alhamisi. Wao hawaji, nyinyi mtakuepo. Siku ya Jumapili wanakulamu. Kwani hamji vijana? Mji chama kitakufa. Mimi kwaka naambia afu nyinyi msitulete mzao. Haya unatuambia vijana tujataka tufundisha ni nani? Afu nyinyi hamji. Maandiko yanasema uwe kielelezo kwao katika usemi na mwenendo na tabia. Sasa nilipokabili siku mchungaji sema, bwana unajua haya mambo, na alianza kuishi huyu mtu atakuwa kuna mtu anamsikiliza. Kwa sababu wakati alikuwa anamsikiliza sana mzee. Mbali kwa makepesi. Ndio nikaanza kuuliza, wewe kwani wewe unasikiliza kama mhubiri wapi? Nikamwambia, hebu tusikilize, kuna huyu mhubiri hapa, nyimbo zake sio kama nazibia. Huyo Freemason. Wanaamishiaga huko. Sasa Freemason kweli afundisha utakatifu. Ndio chanzo cha kutoka EAGT. Sasa huko kote nimepita, nilikuwa nataka nikuonyeshe dini zilivyochangia kuharibu watu. Zimetengeneza watu fani mazembe, wavivu. Ukishaomba tu imeisha. Tena kwa sababu zile dini tulizotokea sisi, ukitoa sadaka au ukiomba imeisha. Hakuna. Wewe unakuja kanisani uambiwe kafanye nini ili yaishe. Bado basi endelea kuokoka taratibu. Kwa sababu kwa mfano tukisema ikabili wenye mamlaka. Najua unaweza sema kuna mkata, lakini Biblia inatuambia waoga hata uzima. Ufunuo ngapi? 21 mstari ngapi? Haya ukija tena pia Mathayo 20 ngapi ile? 10 mstari kuanzia 24 anasema mtu mwanafunzi ampite bwana wake, amtosha mwanafunzi kuwa kama hana wake. Anasema niwaambia nyinyi katika siri, isemeni juu hapa. Msiogope kuwa bali afadhali waweze kuwa roho na mwili pia. Sasa nataka nikurudishe hapa. Mwanzo wakati kanisa limeanza walikuwa wanahubiri usawa katikati ya jamii.
Na Yesu kilichomuua ni hicho. Kwa sababu alikuta wachungaji wanapigia watu hela, Mafarisayo. Sasa ambia hapana, alielekeza mambo hata huko ndio hivyo anajiona bora kuliko wengine atakaa kwenye viti vya mbele. Anasema utakuta hapa anasema Mafarisayo hupenda kukaa viti vya mbele. Tena mja anasema wanazunguka zunguka kisha mfanya mtu kwa kama Mungu vumbi alafu anapigia hela. Wanamwambia sala na maombi marefu. Ndio kuangusha ngome. Ndio kupigana katika vita. Ndio hivyo na nitakia leo. Soma hapa. Yeremia 1. Kuhubiri kwa ujumla ni kuvunja msingi wa kwanza. Yaani ni ukweli sio kupinga. Na kwenye kuvunja msingi wa kwanza, ndio unaovunja kuna watu wana maslahi nao. Ndio maana walimuua Yesu. Fikiri kwa nini unavunja kazi zetu? Hata mitume walipokuwa mahali popote wakienda kuhubiri. Nilikuwa nafuatia historia nasema hivi kwanza kuna mahali imeandikwa nasema hivi Ukristo wa miaka ile tofauti na miaka ile hivyo makala ile inasema. Ukristo wa miaka ile tofauti na miaka ile. Kwa miaka ile ilikuwa tishio kwa mamlaka hususan ya Rumi ilikuwa ikitawala wakati ule. Lakini pia na kwa Wayahudi. Kwa sababu Wayahudi walikuwa wanaona hao watu wanawabadilisha watu wanawatoa kwenye dini yetu ya Kiyahudi. Alafu wao ndio walikuwa kama Farisayo. Utakuta Mafarisayo ndio walikuwa wananufaika kupitia hao. Alafu wanawatoa chini yao. Alafu pia kingine ambacho kwenye fafanuzi ile makala inasema hivi. Pia kwa upande wa Warumi ambao ndio watawala sasa. Wao Ukristo ulikuwa na asali hizi. Yaani wao walipokuwa na ubiri, walikuwa na ubiri usawa kwamba usichukue mke wa mtu, usifanye hivi, usidhulumu. Sasa wale walikuwa ndio maisha yao. Yaani wao kukukandamiza wewe, wao ndio maisha yao. Sasa kwa wao kana ubiri hivyo tayari na bahati mbaya sana imani hii yenyewe Ukristo ilikuwa inakataa aidha mpaka kutii mamlaka ya hovyo. Afu hapo pia mwandishi yule anafafanua anasema hivi kwamba mamlaka ya Rumi wakati ule ilikuwa inataka hata kuabudiwa, yaani asitajwe mfalme mwingine yoyote. Yaani ile kitendo cha kusema jamani hii dunia sio mali yenu, hii ni ya Mungu, hicho ndio kwa hataki. Ndio maana utakuja utaona wanamtaja Yesu kama mfalme, maana yake ni kwamba kwa hataki kusikia mfalme yoyote, wanasema si mfalme wetu ni Agripa. Moja kusoma kitu. Changamoto ndio ilikuwa hapo. Wanataka sisi ndio tuonekane, sisi ndio top. Tutakalo amuru ndio hilo fuateni. Sasa walikuwepo ndio nakuta imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Hapo ndio kwa changamoto. Sasa balaa imani na uwezo kumbadilisha mtu. Kwa sababu imani hivi tunavyoomba ukajitenga na mabaya, uko ujasiri unaingia ndani yako. Naam. Yaani automatic utajikuta tu ni mtu haogopi hofu. Si ndio wacha wanaogopa na kusema mimi sasa wanaogopa nini? Mbona wale jamaa fanya tu kawaida sana. Mimi siku moja kabla sijaanza kujiunga na hii imani ya maombi mengi ya Koskazi. Niko ya EGT. Tulikuwa tunakuta na nilikuwa tumejiwekea hivyo. Sasa bahati mbaya jinsi ilivyo nikwambie kitu, ikiwezekana iandike. Maombi utakapoyaanza umechokoza kutoka shetani. Na hapo wakati ndio mwanzoni unaanza, ukinuka ndio utaminywa sana. Au utakutana na vichapo vingi, magonjwa manini, yaani yoyote yanakufurumushia silaha za kila namna ili tu uvunje unasema imani yatokea nimejiunga naona kama ndo matatizo yameongezeka. Shida sio matatizo kuongezeka, shida ni nguvu chache ndio nayo. Maandiko yanasema azimia siku ya taabu yako, ndio nguvu chache. Kwa nguvu unayekabiliana nayo yanakujia na ya mbali tu. Wewe umebeba lumu. Anakupigia tu mbali kule. Sasa ndo jinsi ilivyo. Mimi nakumbuka mwanzo wakati ndo nikiwa kule kwa sababu ya kukosa sasa maarifa. Nilikuwa tunakuta tunaomba siku nyingine tunalomba. Nilikuwa napitia kuminywa. Magonjwa ndio alikuwa anafululiza. Paka ikalisha hivi sasa. Mbona kama kuomba ndo kama nachochea vita? Paka ikalisha niache. Ila asante Mungu nilipokuja kukutana na imani hii ndio ikaanza kutuchonga tena upya. Kwamba shujaa mpaka uitwe shujaa aidha wa imani au wa kawaida ni kulikabili tatizo mpaka linasarenda. Kama na shujaa hodari ni mtu anakuwa na mbinu nyingi, anashindwa hapa anaenda anajipanga anahangaika na mbinu hapa na anaona hii nimeshindika ngoja nikajaribu hii nimeshindika ngoja nikajaribu. Shujaa ni mtu ambaye analikabili jambo aidha unitoe makovu lakini siachi mpaka nisimamishe kile nilichokuwa nataka nikisimamishe.
Sasa nilipokutana na imani kidogo ndo wala ikatufanya basi kumbe hakuna haja hapa ya kuyanyoshea mikono matatizo kwamba hayapigage, tunayaongezea ibada. Hiyo kulikuwa kuna injili fulani alikuwa anahubiri Pastor Robert anasema, yaani unajikuta yaani unajikuta unapitia mahali kwenye matope mazito. Hapo kinachotakiwa sio kutembelea foili. Sasa hapo takiwa tumia gari ya foili. Hapo mpaka itoke kwenye matope. Matatizo ambayo unakutana nayo, ongeza bidii, ongeza mifungo, ongeza ibada. Hapo ndio utatoka, vinginevyo hapo utoki. Hiyo wakati nikiangalia ibada, unachelewa, huwa ikasema, afu na ni kweli kanapitia, nikasema hapana, acha nichochee. Sikwenda na foili. Hadi tutaenda nazo. Hapo ndio nilipoanza kuongeza mifungo, kuongeza na mikesha. Ndio ukisoma kitabu cha mzee jana nisoma, cha Biblia Mwambie kama si jana si juzi. Inasema sisi siku tulipoomba ndio tulipopunguza mikono. Ndio tulipoendelea kusogelea mazingira ya kanisani sana. Kwa nini? Kwamba tunatafuta nguvu ya Mungu itakayokuwa ina uwezo wa kupushi kila mahali takapokuwa naenda. Nisitumie nguvu. Kwa lugha nyingine, maombi hayatoi tatizo, ila maombi wage anaanza kulinyonya tatizo taratibu. Ndio Mtume pale sema, ijapokuwa utu wetu wa nje unachaka wanda unafanya upya siku hata siku. Sioti acha na hao kina Mombosa. Hadi kimetokea. Ilikuwa na harisha, sasa hivi si harisha. Wale wauni wale bwana. Imani sio hiyo imani, na ndio maana utaona wengi wanaosalimu ukikutana na mtu, wengi ni wazinzi, walevi. Ni wakupanga tu wale. Imani ni mchakato, imani ni siku hata siku nazidi kubadilika, siku hata siku. Kuna watu ulioanza nao wakikucheki wanasema ukapotea bwana. Ila siku zinavyozidi kwa lakini aliyepotea mbona hawagi hivi? Mbona hawagi hivi? Kuna muda siku zinaenda bwana, sema mtumishi, tunataka tujue siri ya mafanikio. Wanasema njoeni muonje ya kuwa Bwana ni mwema. Amen. Sasa nisomee Yeremia. Kuvunja hizo ngome, kuzishusha. Yeremia 1 nisome mstari wa 10. Yeremia 1 mstari wa 10 anasema, angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme, ili kung'oa na kubomoa, na kuharibu, na kuangamiza, ili kujenga na kupanda. Ili kujenga na kupanda. Nenda na mstari wa 18, sikia tena hapo. Mstari wa 18 anasema, maana tazama, nimekufanya. Nasema maana tazama, nimekufanya leo kuwa mji wenye boma, na nguzo za chuma, na kuta za shaba, juu ya nchi yote, juu ya wafalme wa Yuda. Juu ya wafalme wa nani? Wa Yuda. Na juu ya wakuu wake, na juu ya makuhani wake, na juu ya watu wa nchi hii. Juu ya watu wa nchi hii. 19. Ishia tu pengine hapo. Au endelea na hiyo 19. Anasema, nao watapigana nawe, lakini hawatakushinda. Rudi hiyo tena 10 irudia hapo. Kuna kitu hapa nataka tukione. Mstari wa 10. Mstari wa 10. Angalia nimekuweka leo juu ya mataifa. Juu ya nini? Juu ya mataifa. Juu ya nini? Juu ya mataifa. Juu ya nini? Juu ya mataifa. Na juu ya falme. Ili kung'oa na kubomoa. Sasa wewe unang'oa. Tende Isaya hiyo Yeremia 51 mstari wa 20. Utaona sisi tuko dunia yetu. Tunaishi peke yetu. 51 mstari wa 20. 51 mstari wa 20 anasema, wewe rungu langu na silaha zangu za vita. Wewe ni rungu langu na silaha zangu za vita. Kwa wewe nitavunja mataifa. Kwa wewe nitavunja mataifa. Na kwa wewe nitaharibu falme. Kwa wewe nitaharibu falme. Sasa ishi hapo hapo. Kiendelea mbele kwa sema siku wewe nitavunja mpanda farasi na aliye mpanda. Sasa swali linakuja, mimi na wewe tunavunja wapi? Ukweli ni kwamba niko hivi. Imani ikikosa kazi haikukufikia kwa sababu wenzao wanavunja kwenye ulimwengu. Na kuishia tu kuomba afu baada ya hapo umebaki nayo wao kama sisi kumbe walikuwa wanaweka mitandaoni. Ulisikia shuhuda za kina Robert. Ulisikia shuhuda za kina mtumishi Sifa. Ulisikia si mtumishi nani? Kule ndo kupigana vita ya roho. Hii mimi nakwambia imani ambayo
Tutakuwa sisi tunakuja kanisani kujifundisha tu, afu hatuna kwenda kuwafundisha wengine huko. Hii sijui niwaambie nini. Imani ukweli kabisa usiopingika ni kuwa busy. Yaani wewe utaenda utaongea na huyu jamani, Mungu anasaidia hivi. Utaenda utaongea. Ile inakujengea ukingo wewe. Moja, kwa mfano kwenye mitandao. Kwenye mitandao siku nyingi zimesambaa. Na unakuta nakwambia siku hizi wengine utalie vasi naambia mwanamke amevaa naambia Mungu angalii nani mwili, anaangalia roho. Lakini si yako maandiko yanasema itoeni miili yenu. Zabibu ndio. Itoeni mwili ndio wakisi wokovu ulio nao. Bali pengine Yesu anasema ili watu wayatazamapo matendo yenu wakamtukuze. Matendo ndio yanawakilisha roho yako. Wewe kuvaa kiswahili malaika wewe malaya, kwa vyote vile unawakilisha uzinzi. Sasa wewe unaweza ukawa unasema mapepo ndo hayo sasa. Haya na ingine sababisha dunia imeharibika. Wewe ulichojikuta mpaka imani unasema imani yako sikazi kama sie. Kuna watu mahali fulani Yesu anasema walionitangulia wevi na wanyang'anyi. Wevi na wanyang'anyi akina mwalimu. Jana aliongea hapa pasa. Kina mwalimu akasema, "Sasa tunasikiliza." Kina nani hao wengine hao? Yule mzee kwa imani tutashinda. Tulikuwa tunaombewa maombi, afu kuna siku moja kana msikia, anasema haya kwa imani, tikisa ufunguo hivi ambaye huna gari litakuja. Tikisa ufunguo. Unakuja tena anasema uli ambaye si unataka gari endesha kwa imani, fanye chi. Yuko mwingine pasta Ng'anga. Kule Kenya. Nisiruko. Anaambia haya inua simu juu wote. Sema wewe simu. Wote simu. Ingia muamala. Na wewe ukipita sema hii dunia bwana sio watu. Yaani imani sasa hivi watu wanacheza wa kuitengeneza ni wewe. Wewe ndio wa kuitengeneza wa kizazi hiki. Naam. Hautana na waimbaji. Hao kuna mmoja yule si umenifanya ning'ale. Wewe unifanya ning'ale. Hii singenifundisha kunyama. Hivi kweli imani ni kufundishana kunyamaza? Biblia inasema piga kelele, paza sauti kama tarumbeta, usiache kuambia watu wangu makosa yao. Wao wanakuambia nifundishe kunyamaza. Yaani wanaharibu jamii kabisa. Uje pia zingine subiri muujiza. Kwa maana nyingine endelea kukaa bweteka. Biblia inasema tafuteni nanyi mtaona. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Hiyo ndio imani. Imani ni kufurukuta kutafuta mambo yaende. Mambo ya